Na tuanze na huko South C ambapo shughuli ya kuokoa jamaa mmoja ambaye bado amekwama kwenye vifusi vya jumba lililoporomoka katika mtaa wa South C hapa Nairobi inaendelea. Hii ni baada ya mwili mmoja kupatikana hapo jana Jumapili. Akizungumza na wanahabari, waziri wa masuala ya nyumba na ujenzi Alice Wahome alisema serikali itachukua hatua dhidi ya wote waliozembea kazini, akionya kuhusu kukosa kufuata masharti ya ujenzi. Mwanahabari wetu Haman Kamariki yupo katika mtaa wa South C na sasa tunaungana naye moja kwa moja kutuarifu zaidi. Haman Kamariki, kipi ambacho tunaweza kumfahamisha mtazamaji hadi kufikia sasa? Asante sana Samamani hapo ulipo studio. Nipo katika sehemu hii ya South C ambapo shughuli ya kuokoa mwili mmoja au mtu mmoja ambaye amekwama katika vifusi hivi inaendelea kwa wakati huu. Hapo jana tuliweza kupata kwamba kuna mmoja ambaye aliweza kuokolewa japo alikuwa keshafariki. Kwa hivyo mwili wake uliweza kuondolewa ukapelekwa katika makavazi ya Nairobi, lakini kwa sasa ni kwamba shughuli hii inazidi kusonga. Cameraman wangu anaweza kukuonyesha kwamba, mpiga picha wangu atakuonyesha kwamba kuna vijana ambao wanazidi kusaidia hapa ili kuweza kuondoa hivi vyuma ambavyo vimekuwa vimetoka katika jengo hili. Lakini kufahamisha tu ni kwamba jengo hili liliporomoka siku ya Ijumaa mwendo wa asubuhi, mwendo wa mida ya saa 10 asubuhi. Baada ya kuporomoka kwa jumba hili, shughuli nzima ya uokoaji ikaanza. Kulingana na taarifa ambazo tuliweza kuzipata ni kwamba watu wawili walikuwa washazikwa na vifusi hivi, lakini mmoja akaweza kuokolewa jana, na kuna mmoja ambaye wanajaribu kutafuta iwapo atampata akiwa hai au la. Familia inasema kinachotaka ni kwamba kuona mwenzao ameweza kupatikana. Ila akizungumza na wanahabari muda mchache uliopita katika eneo hili la South C, yule ambaye ni waziri wa masuala ya ujenzi na masuala ya nyumba Alice Wahome alisema kwamba serikali itafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba wale ambao waliweza kuzembea kazini wanaweza kuchukuliwa hatua kali za kisheria, na akaweza kudhibitisha kwamba jumba hili lilikuwa limepewa idhini ya kujengwa hadi orofa ya 12, lakini yule ambaye alikuwa anajenga akapitisha na zaidi ya orofa 4, akajenga hadi orofa 16, jambo ambalo amesema kwamba wataalamu ambao wanashughulika na masuala haya wataweza kufanya uchunguzi na kuweza kutoa ripoti ni kipi kilichoweza kutokea kabla ya jumba hili kuporomoka. Labda tulipozungumza na wale ambao walikuwa hapa, walisema kwamba walikuwa wanahisi hili jumba lingekuwa limejengwa kulingana na sheria ambazo lilikuwa limepewa, basi ni jumba ambalo lingeweza kukosa kuporomoka kama lilivyofanya hapa. Kwa sasa ni kwamba operesheni inaendelea ya kuweza kuokoa huyu ambaye amezikwa chini ya vifusi hivi, na taarifa zaidi tutakuwa tutazipata na kukuletea kwako hapo, ila tunazidi kusubiri. Kulikuwa kuna matumaini kwamba huenda shughuli hii itakamilika leo, lakini kulingana na jinsi ambavyo operesheni hii inaendelea, huenda hii ni shughuli itakayokamilika kesho na wala si leo au hata kesho kutwa, kwa sababu wote ambao wako hapo wanajaribu juu chini kujaribu kuokoa yule mmoja ambaye bado amezikwa na vifusi hivi katika eneo hili ya South C. Lakini kuna pia maswali mengi yanazidi kuibuka kwamba iwapo angekuwa hai au iwapo yule ambaye amezikwa angekuwa hai, basi siku zote 4 hizi angeweza kufikiwa vipi? Kwa hivyo kuna maswali mengi kwamba je, tupo wapi kama taifa katika kupambana na majanga ya aina hii? Hata hivyo kuna wengi ambao wanahisi kwamba majumba mengine ambayo pia yako mkabala na hili pia yameweza kuathirika, na kwa hivyo walikuwa wanasema ni vema yakaweze kubomolewa, ila serikali imesema kwamba watakuwa wanachunguza hilo kabla ya kuweza kutoa taarifa zao za mwisho. Haman Kamariki, nipo hapa katika eneo la South C, kwako Samamani.